Masaki, Oysterbay ni maeneo ambayo kwa kuwa yamepangwa vizuri na ni maeneo prime. Zipo aina za biashara ambazo hatuwezi kuzi-encourage. Hatuwezi kuruhusu zifanyike kiholela. Kwa mfano, tumepita ile Silas Road, tumekuta kuna baadhi ya watu wameweka mitumba, wanauza nguo zao barabarani, kando kando barabara. Wale wote tumetoa maelekezo kwamba pale sio sehemu ya kuuzia mitumba. Lakini zaidi pia tumepita baadhi ya barabara ambazo kuna majenzi yanaendelea. Basi wale wajenzi wanafunga barabara bila kuangalia watembea kwa miguu. Kwa hiyo yale maeneo yote tumesema vile vile ni kwamba yabomolewe, na zaidi kama inatakiwa kufence, basi fence zao zirudi nyuma ili mji wetu uwe ni kwa ajili ya watembea kwa magari, lakini pia kwa ajili ya watembea kwa miguu wanaofanya mazoezi, na hasa katika nyakati zote. Lakini zaidi pia mtakumbuka kwamba hapa tulipo ni mfano mmoja tu wa mabanda mbalimbali yanayoota katika miji hii. Sasa ndugu zangu, ninachotaka kusisitiza ni kwamba kwa kuwa Masaki na Oysterbay tayari manispaa ya Kinondoni imetoa leseni kwenye baadhi ya biashara kuwa formal, kwa mfano migahawa au restaurants, na ambazo ni nadhifu kwa watu kukaa na kuweza kupata chakula, basi mabanda ya ambayo yako kiholela hatupaswi kuya encourage kwenye miji hii, kwa maana hasa Masaki, Oysterbay na baadhi ya maeneo mengineyo. Tukiruhusu jambo hili kufanyika, maana yake ni kwamba mtakuwa hamna mji mzuri tena, na baadaye kila mji utakuwa ni kama vile mji wa kila mmoja, mji wa makelele, mji wa Kiswahili, na mwisho wa siku tutashindwa control utaratibu wa kiusalama na masuala mengineyo. Kwa hiyo kwa sababu mkuu wa wilaya umeona mwenyewe kwa mfano halisi, muda sio mrefu baada ya fedha kupatikana, tunaamini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atajenga tena barabara ya Haile Selassie. Kutakuwa kuna maboresho mengineyo ya Chole Roads pamoja na barabara zinginezo. Kwa hiyo mfano huu ndio waonesha mkauzingatie. Na jambo jingine la mwisho, tumezungumzia habari ya uholela wa uwekaji wa mabango. Ukiangalia Haile Selassie Road na kuna mabango mengine tumeyazuia pale Ture Drive. Kila mmoja anataka kuweka mabango. Sasa mwisho wa siku visibility ya barabara na hasa kwenye kona inakuwa ni ngumu kwa sababu imekuwa obstructed na mabango. Kwa hiyo tumesema sasa kwamba tuwe na aina ya mabango ambayo yatafanya kazi karibu 3 au 4. Ya kwanza, yanaweza kusaidia kuwasha mji wetu kuwa katika hali ya kuonekana na hasa nyakati za usiku. Lakini 2, tuwe na mabango ambayo ni uniform, yanayoweza pia kutusaidia kupendezesha mji. Lakini 3, tuwe na demarcations maalum kwamba bango linatoka hapa mwisho hapa, ili pia kuruhusu wengineo watembea kwa miguu na baadhi ya watu wengine kuweza kufanya kazi zao. Na jambo jingine la mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mji wetu wa Masaki, mji wetu wa Oysterbay tayari kumeshaanza kuibuka na mabaa mengi ya kila aina, na makelele yanataka kuwa kila sehemu. Sasa ni muda mwafaka wa kuwaeleza wadau wote wa maendeleo katika mikoa yetu ama katika miji yetu hii kwamba hii ni maeneo prime kwa ajili ya watu kupumzika, na kwa mantikio vipo baadhi ya vitu ambavyo sheria lazima zingatiwe ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa taasisi zote za serikali lazima zikae kwa pamoja ili ziweze kupanga mji wetu wa Masaki. Kwenye vibali vya ujenzi, lazima mnapotoa vibali vya ujenzi mshirikiane ili tujue jengo gani linaota wapi na nini kinajengwa kwa ubora gani. Lakini na mambo mengine yote, kabla hujatoa kibali, fika site. Nimetoa maelekezo nikiwa kwenye ziara Ubungo kuhusiana na maeneo ya wazi. Kwa kuwa mkurugenzi na mstahiki meya mko hapa, kuna maeneo ya wazi ambayo kwa miaka karibu 30 hajawahi kuachwa yakiwa wazi. Lakini ukiwauliza watu wa mipango miji wanasema haya ni maeneo ya wazi. Sasa mimi swali langu, kama eneo hilo linapangishwa kutoka mwaka 90 na hakuna mtu ambaye aliwahi kuruhusiwa tena kulitumia zaidi ya huyu anayepangisha kila mwaka, tuendelee kuita eneo hili ni open space au eneo hili sio open space? According to my definition, eneo hilo sio open space, kwa sababu tangu mwaka 90 liko occupied hata kama linalipiwa kodi. Kwa tukasema ni muhimu basi, kama mnataka maeneo ya wazi ya kufanyia biashara, create watu wa ardhi, anzisheni kitu kingine kinachoitwa open commercial, ili maeneo ya wazi yawe ni maeneo ya wazi biashara, kuliko kutumia maeneo ya wazi kufanyia biashara na mwisho wa siku mji unashindwa kupumua, kwa sababu maeneo zaidi ya 500 300 yote yako occupied na watu ambao wamepanga.
Kwa hiyo hilo nalo ni eneo muhimu mkaliangalie, kwamba maeneo ya wazi kwenye maeneo kama haya yanatumika kukutanisha wazee kwa pamoja, kukutanisha watoto walemavu kwa pamoja, kukutanisha watoto wadogo kwa pamoja, kukutanisha kina mama, kukutanisha na watu wataweza kuzungumza na kuangalia how their land is beautiful, to make sure kwamba kila mmoja anaweza kuwa anazungumza lugha moja katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini mwisho katika hayo ni kwamba Mheshimiwa Rais anatamani kuona miji hii haiharibiwi. Kwa hiyo kila mmoja, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kila mmoja awe na copy ya master plan ya Dar es Salaam. Mkiwa na copy ya master plan ya Dar es Salaam, mtajua hapa kiwe nini, hapa kiwe nini, hapa kiwe kitu gani. Na wapi ufinance nini kwa kutumia mkono wa serikali, na wapi ufinance nini kwa kutumia mkono wa private sector. Ili uweze kuona maendeleo katika kata hii ya Msasani, majengo yanavyojengwa, masuala ya matangazo, mabango mbalimbali, lakini masuala mazima ya usafi, masuala ya kiulinzi na usalama, tukijua kwamba eneo hili ni nyeti, na tunashukuru kwamba umekuja na umetuelekeza kwenye vituo mbalimbali juu ya hatua ambazo zinapaswa zichukuliwe kusimamia ujenzi na masuala mengine mengi ambayo umetuelekeza. Sisi tukuahidi yale yote ambayo umetuelekeza, tutashirikiana na manispaa yetu ya Kinondoni, lakini pia na wenzetu wa TARURA, TANROADS, NEMC, wale wote pamoja na wizara yetu ya ardhi kwa maana ya kamishina wetu wa mkoa huu wa Dar es Salaam. Tutashirikiana nao kuhakikisha tunasimamia vizuri masuala ya ardhi, masuala ya beautification na masuala ya usafi kwa ujumla wake, ili heshima na hadhi ya Msasani iendelee kuwa hivyo. Sema maelekezo yako tunakwenda kuyafanyia kazi, na hasa lile la kuunganisha taasisi zetu. Kumekuwa na migongano sasa hivi kati ya sisi halmashauri, tuna TARURA pamoja na TANROADS. Kila mmoja anatekeleza majukumu yake bila kumjulisha mwingine. Ndio maana nadhani umefika pale umekuta kuna eneo limekuwa limechukuliwa, kuna mradi unaendelea, lakini halmashauri haijui. Halmashauri imetoa kibali cha ujenzi, kwa hiyo tunasimamia ujenzi ulingane uende sambamba na mipango miji. Lakini kuna TARURA naye ametoa tena eneo jingine ambalo anayejenga analitumia kama tunasema ni campsite kwa ajili ya kufanya miradi yake ya ujenzi. Lakini tungekuwa tunashirikiana kwa pamoja, nadhani hii migongano isingekuwepo. Kwa hiyo tutakaporejea tutakaa kikao cha pamoja na taasisi hizi, ili walau kila kinachofanyika mkurugenzi wa halmashauri ajue, mkuu wa wilaya ajue, lakini na meya kwa niaba ya waheshimiwa madiwani aweze kujua. Kama kuna shida tunasema kabisa hapa hiki unachotaka kukifanya hakifai. Lakini vile vile TANROADS wao wamekuwa wako mbali zaidi na sisi, na wao wamekuwa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, wanafanya mambo mengi tu, hata mabango ya barabarani yanawekwa wakati mwingine katika maeneo ambayo pengine tungeshauriana na sisi tungesema eneo hilo pasingestahili kuwepo bango. Kwa hiyo ni kuahidi kujumla tutakwenda kuyafanyia kazi na tutakupa mrejesho wa kile ambacho tumekiamua, lakini na kile ambacho tunakwenda kukitekeleza kwa pamoja. Maagizo yako tumeyapokea, nadhani ni sehemu ya maendeleo ya nchi yetu, hasa kata ya Msasani. Na maendeleo yote yanahitaji misingi iliyopangika. Kwa hiyo kama ulivyoagiza, tutaenda kukaa chini na wenzetu, nitakaa na wenye viti ya mitaa husika, nitakaa na watendaji wa manispaa na DC, mkurugenzi na mstahiki meya, ili kuhakikisha kwamba yale ambayo tuelekeza yatafanikiwa na angalau maeneo yetu ya Msasani na ya Masaki na Oysterbay yapangike kama inavyotakiwa. Mimi nipo tayari kushirikiana nao kwa hali yoyote ambayo sisi tutaweza kupata ambao tunakipata maeneo haya. Kwa maana ya kwamba sasa hivi mmekuja ni mkuu wa mkoa na diwani amesema tutoke, tuhame, yani tutoe vitu vyetu kesho tusiwepo. Ina maana tuko tayari kushirikiana nao, lakini wametusurprise. Labda tungependa kuomba muda mfupi, at least watuambie labda tunawapa miezi 3 ya kutoka kama binadamu, kwa sababu sisi ni Watanzania halisi. Ina maana tuko tunafanya kazi hapa, hatujalala tukaamka tukafika Masaki tukaweka masufuria yetu. No, tumefuata procedure ambazo zipo zinafuatwa. Yani siwezi kukaa Masaki hapa yani tu nimekaa. Ina maana hata kama nilifuata procedure ndogo ndogo, wao wanatakiwa kutupa elimu before kuja kutufanyia hichi ambacho kimetokea sasa hivi. Si kibaya, kwa sababu sisi wote wa Tanzania tunahitaji nchi yetu iwe bora, nzuri zaidi hivyo. Lakini tunatakiwa tuwe tunapata taarifa mapema. Mheshimiwa diwani na mkuu wa mkoa, tunaombeni mtupe muda at least hata miezi 3 kwenye ile kibinadamu. Miezi 3 ni mingi kwa sababu ni sehemu kubwa ya uhai na kipato.
at least mtupe muda, kama mnatupa miezi mitatu, sio tu kesho tutoe vitu. Unaweza labda hata sasa hivi nikarudi nyumbani nikaanguka na pressure, sitapata nguvu ya kesho kutoa vitu. Kwa kama mtalifikisha ili itapendeza.